Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Yes, live kutokea Eco Africana. Mimi naitwa Kudos, hii ni Vovo Trends na hii ni sauti ya jiji kwenye Spotika. Inaongea kuelekea dabi ya mtani Simba na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3. Nani ambaye amejipanga sana au anamuogopa mwenzake? Wadau mbalimbali wanafunguka, na hapa tuko na dada mmoja hivi mwenye atajitambulisha. Mambo poa. Unaitwa? Naitwa Judith. Judith, kuelekea Simba na Yanga, kwako wewe unadhani nani ambaye anaweza akampiga mwenzake bao nyingi? Actually, yani inajulikana ni nani ambaye mara nyingi amekuwa ni bingwa katika sisi hatujui bado, inajulikana. Ndio naendelea bado, usinikatishe. Ni kwamba inajulikana ni nani amekuwa ni bingwa wa kufunga magoli mara kwa mara. Ni Yanga. Kweli? Ni Yanga hapo. Kwa hilo Simba kaeni kwanza pembeni. Wewe ni Yanga? Mimi ni Yanga of course. Ikitokea upo kwenye mahusiano na mtu ambaye shabiki wa Simba, inakuwa kwaje? Kwanza haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea? Yani jambo moja la kwanza, mtu akini approach lazima nitamuuliza wewe ni timu gani? Mpira una nafasi gani kwenye maisha yako? Kiukweli mpira una nafasi yake, ina nafasi nzuri sana kwenye maisha yangu kwa sababu ni moja ya mchezo ambao umekuwa ukiteka hisia sana kuliko michezo mingine zaidi. Kwa mfano ukiangalia kwenye mpira ndio sehemu ambayo tunaona kuna wachezaji wengi ambao wanaonekana ambao pia wana make pesa zaidi kupitia swala la mpira. Kwa hiyo mchezo wote ule ambao unakuwa unaongeza kipato kiasi kikubwa kwa watu, huo mchezo unakuwa na nafasi kubwa zaidi hata kwenye mioyo ya watu. Ndio. Unadhani kuna umuhimu gani kuwepo kwenye mahusiano na mtu ambaye hashabiki timu unayoipenda wewe, kwamba labda ikitokea amefungwa mtashindwa kumisiana? Sasa kwenye swala la mahusiano, kumisiana ni tofauti kabisa na swala la kushangilia. Wewe siku Yanga imepigwa, boyfriend wako akwambia bwana nimekumisi, utamuelewa kweli? Sasa mambo ya hisia ni mambo mawili tofauti. Hisia ni hisia na mpira ni mpira. Sasa unataka kuchanganya hisia na mpira kwa wakati mmoja, tunaharibu. Lakini wengine wanachukulia hivyo kwenye mahusiano na kwenye mpira. Sidhani. Kwanza yani moja pia hili kitu ambacho kinaleta chachu kwenye mahusiano bwana. Wote msio timu moja. Wote timu tofauti, mimi timu tofauti. Kiasi kwamba tukikutana pale kati, wanashabikia Yanga, mimi nashabikia wewe unashabikia Simba, mimi nashabikia Yanga, inakuwa perfect. Tatizo wanaume inasemekana timu zao zikifungwa wanashindwa kuhamisi wake zao. Sasa mwanaume atakuwa anaumwa. Yaani ushinda kummisi mke wako kisa timu imefungwa? No. Okay, tuambie kuhusu Eco Africana. Okay, Eco Africana sisi ni kampuni inayojishughulisha na uuzaji wa vifaa au pembejeo au zana za kilimo pamoja na ufugaji. Kwenye zana za kilimo utajipatia pawatila kwa ajili ya kulimia, utajipatia mini tractor. Wengi wamezoea kusema ni kifaa cha kulimia ambacho kuchoki, una relax kwa sababu unalima huku ukiwa umekaa, tofauti na pawatila. Lakini pia kuna zana mbalimbali zingine kama mashine kwa ajili ya kupiga mazao saba na mazao mengine, mashine kwa ajili ya kupukuchua mahindi, mashine kwa ajili ya kupiga mpunga, mashine kwa ajili ya kukoboa mpunga na mashine nyingine zaidi za kilimo kama brush cutter kwa ajili ya kupalilia. Kuna pia planter kwa ajili ya kuweza kupandia mbegu za aina tofauti tofauti. Lakini pia kwenye swala zima la ufugaji tunao zana nyingi sana za ufugaji kama incubator kwa ajili ya kutotolesha mayai, na tunazo za size tofauti tofauti kuanzia size ya incubator mayai 30 mpaka incubator ya mayai 1000. Lakini pia tuna bidhaa nyingi kama spare hizo za incubator, na tuna pia taa kwa ajili ya kuweza kulelea vifaranga, tuna hita gesi za kulelea vifaranga. Yani kiufupi Eco Africana tuna bidhaa nyingi zinazohusiana na kilimo pamoja na ufugaji. Mnapatikana wapi? Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyeshozi, na kingine kizuri ni kwamba kama uko mkoani tunakutumia mpaka mkoa utakao kuwepo. Tractor ni gari au mashine? Tractor ni mashine, sio gari. No. Tractor ni mashine kwa ajili ya kilimo. Na utazipata kwetu Eco Africana. Sisi tukushukuru sana bwana Vovo Trends, tuko Eco Africana kipande cha Tegeta Dar es Salaam, na tunazungumza kuhusiana na mechi ya mtani itakayopigwa siku ya
tarehe 1 mwezi wa 3 pale uwanja wa Aman Zanzibar, Simba na Yanga, mechi ya ligi ambayo inawakutanisha watani wa Kariakoo. Kudos kama Kawis bana, kuelekea mtani. Sauti ya Jiji nasema nini? Simba na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hii ni Vovo Trends. Mambo vipi brother? Kama kawa. Unaitwa? Mimi naita Ibrahim Fabian Moses aka IPM mdogo hapa. IPM mdogo. Si unamjua IPM? IPM namjua vizuri. Sasa mimi mwanae. Anakuinspire. Sana. Wewe jamaa unamuona Muislamu Kristo? Yule. Kwa sababu mimi nimeokoka, yule Mkristo mwenzangu. Sasa nikamwambia yule Muislamu, yule Mkristo mwenzangu, wote tumeokoka, tunampenda Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana, kuelekea Simba na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3. Wewe unakiona nini pale uwanja wa Amani? Pale wananiangalia kwa jicho baya. Uzuri wenyewe anajijua. Hawezi kuongea sana. Mnapigika bwana, kama kawaida yetu sisi hatuna mbambamba. Kauli mbiu ile mbele mwiko, mbele daima, nyuma mwiko. Sisi mimi uzuri mimi sinaga, yani Yanga ikicheza na Simba, mimi sinaga ile kitete, tunasema kitete moyo unadunda. Mimi naamini mnyama atoboi. Ngapi unaziona Pale? Sema sasa hivi mnyama akajipanga yupo vizuri. Hata 2-3 somba, ila 2 uhakika 2. Wewe unadhani akipata majeruhi Rushain De Rock zitakuwa ngapi? Zitakuwa hizo 2? Akipata majeruhi kama 5. Kama za mwaka jana zile 5. Na mwaka jana sio mwaka juzi 5. 5 mkono wa nyani. Nice. Na unaona refa atoke wapi? Bongo hapa au marefa atoke nje? Kama iliyopita ujue hamna malalamiko hii. Japo kama jamaa alipiga pasi ya out ya assist, Mzizi anafunga. Hivi refa aliyopita alitoka hapa nje? Umesahau kaka? Sikumbuki. Marefa ametoka Misri kaka. Basi atoke nje, hapa atamlipa. Hapa watamuonga. Kweli. Wa Tanzania sisi bwana, akili zetu na kwa nini unadhani Simba anaonewa sana kipindi hicho? Simba kwanza wanasema kabla hujamtambua mtu jitambue wewe. Kwa hiyo na hisi Simba bado hajajitambua. Watanisamee kwa hilo. Simba jitambueni kwanza. Lakini si unaona mazingira jinsi inavyokuwa kwamba hata wao walitangulia kutoka klabu bingwa na nyinyi mkawafuata. Sasa hapo si wote level sawa tu, tofauti nini hapo? Level sawa, uwezo hasa kama level sawa, mfano kaenda kumuuliza mtoto mdogo, wewe Simba Yanga kwa nini unahitaji Yanga? Kwa sababu wote wameishia makundi klabu bingwa. Hamna alienda robo. Sawa, lakini hapo baba tu, baba anaonekana. Baba akacheza robo 4 na finali 1. Nyinyi mmechukua makombe mengi mara 4, lakini mnaishia makundi, sometimes makundi kipengele na finali 1 tu ya Mayele, ndio hiyo. Inaonekana kabisa kwamba hata renki za FIFA zinaongea. Jomba wanataka Yanga wenzangu wanipige. Tusende mbali. Hisi bwana, kifupi si mabingwa bwana. Tupe maelezo kuhusiana na Eco Africana. Eco Africana sisi hapa ni wauzaji. Si unaona nembo kwanza hii? Wauzaji wa bidhaa za kilimo na ufugaji Tanzania nzima. Yaani Tanzania, asikudanganye mwingine yoyote. Hatojaye kuletea malalamishi kwamba Eco Africana sijui nimenunua bidhaa yenu imeharibika. Hapana. Ndio maana ikaitwa Eco Africana. Trekta ni gari au ni mashine? Trekta hiyo mashine ya kulimia mjomba. Lakini unatembea unaendesha kama gari. Trekta hiyo mashine ya kutembelea. Sio gari. Sio gari. Hiyo ni mashine ya kulimia. Wakulima wananielewa wakulima. Wanasema utajiri upo shambani. Kwa kwenye trekta kumbe hamna gia, huwezi kuweka gia. Gia ipo ila mfumo kama gari lakini sio gari. Hapo mjomba anaingiza mada mbili tofauti. Sasa ndio maana kuuliza hivyo. Mfumo wa gari lakini sio gari. Tusio tumeelewana. Mfumo kama wa gari lakini ile ni trekta. Huwezi kutembea nayo barabarani. Hiyo ndio ndio shambani. Kubwa. Hapa ndo nyumbani bwana, bidhaa zote za kilimo na ufugaji. Hapa bwana. Mimi nakushukuru sana IPM Junior. IPM nani tutakuita? IPM jina kamili Isaac, afu mimi naitwa Ibrahim. Kwa kiufupi mimi babaki. Japokuwa yeye kanizidi umri. Ila kilo mimi babaki. Nimeisha mjomba. Tunashukuru sana Vovo Trends, usisahau kusubscribe.